Baraza la Mji Kusini limepanga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 1 kutoka katika vyanzo vyake vya ndani vya mapato. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Safia Mohamed. Rasimu hii imeandaliwa kwa kuzingatia sheria namba 7 ya mamlaka ya serikali za mitaa, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya CCM ya uchaguzi mwaka 2025, mpango wa maendeleo Zanzibar ZADE, dira ya maendeleo ya Zanzibar 2020-2050, maagizo na maoni ya serikali kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii imezingatia ahadi na maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuzingatia mazingira halisi na mahitaji ya wananchi wa wilaya ya Kusini katika usafi wa mazingira, uimarishaji wa mapato, kukabiliana na majanga, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ujenzi wa masoko, maendeleo ya mipaka miji, upendezeshaji miji, mwendelezo wa kiwanja cha kufurahishia watoto paji, pamoja na ujenzi wa vituo vya mabasi. Mwenyekiti, kwa kuzingatia makisio ya makusanyo tuliyotakiwa kukusanya kutoka serikalini ambayo ni shilingi bilioni 2,287,287,200, mwelekeo wa bajeti kwa mwaka 2026/27 utakuwa kama ifuatavyo: asilimia 10 ambazo ni milioni 217,528,720 ni kwa ajili ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Kusini katika kifungu cha 47B. 2. Bakaa ya bilioni 1,957,758,480 zitagaiwa katika sehemu mbili sawa, ambayo asilimia 50 ambayo ni sawa na milioni 978,879,240 zitaenda kwenye miradi ya maendeleo, na asilimia 50 ambazo ni sawa na milioni 978,879,240 zitatumika katika matumizi ya kawaida. Kwa upande wa miradi inayotegemea fedha za wafadhili, ofisi ya Baraza la Mji Kusini inalenga kutekeleza miradi minne kama inavyoonekana katika jedwali lifuatalo: jina la mradi, chanzo cha fedha na bajeti. 1. Ujenzi wa soko pamoja na stendi katika eneo la Kitogani, ambayo chanzo cha fedha tunategemea kutoka kwenye serikali kuu. Jumla ya fedha ni shilingi bilioni 20. Lakini 2. Kituo cha mabasi ya daladala Makunduchi, fedha kutoka serikalini. Jumla ya fedha ni bilioni 1,373,876,35. 3. Kitogani Paradise Garden, ambao hii tunatarajia kupata mfadhili, lakini pia kituo cha uchakataji taka Bwejuu, ambayo nayo pia itategemeana na fedha za ufadhili, ambapo jumla ya mafungu kama inavyoonekana hapo ni bilioni 2 na milioni 700. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Baraza la Mji Kusini, Mheshimiwa Diwani wa Baraza la Mji Kusini, watendaji wa Baraza la Mji Kusini, natambua kwamba leo tuna shughuli katika baraza letu hili na nitambue uwepo wao ndugu wageni wetu mlioalikwa kuhudhuria katika baraza hili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa madiwani, kama alivyotangulia kusema mkurugenzi, leo ni siku ya historia kwetu sisi, wale wapya na wale wa zamani. Tunakwenda kupitisha, tutakapoipitisha jambo ambalo umeme katika, tunakwenda kupitisha bajeti kwa mara ya mwanzo tukiwa Baraza la Mji Kusini. Hii ni historia ambayo tunakwenda kuiandika, lakini napenda kabla sijafungua kikao nipite pale ambapo Mheshimiwa Mkurugenzi alipita kwamba katika kupitisha bajeti mara hii, sina uhakika mara nyingine, zimekuja katika mifumo ya baadhi ya maelekezo namna gani tunaweza kupitisha, na bila shaka hata yale mafungu ambayo, hata ile bajeti ambayo tunakwenda kuichuma ama kuitafuta imekuja katika maelekezo kwamba tutakusanya kiasi gani, tunatarajia kukusanya kiasi gani na tunatarajia kutumia kiasi gani. Kazi yetu sisi ni kupanga na kuyapitisha yale mafungu ambayo tutakubaliana, kama tutakubaliana.
lakini kuna kazi ambazo serikali kuu imetushushia namna ya miongozo ya kuifanya. Waheshimiwa madiwani, ni imani yangu katika kuandika historia hii tutakuwa tayari kutoa michango yetu ile yote ambayo tunahisi itakwenda kuboresha baraza letu la Mji Kusini na kuleta maendeleo kwa jamii yetu. Waheshimiwa madiwani, baada ya kuyasema haya, sasa naomba nitamke rasmi kwamba kikao hichi cha leo nimekifungua rasmi na naomba utaratibu uendelee. Na mabaraza haya ya miji, halmashauri, manispaa, serikali kuu imetupa mambo mawili makubwa kufanya kazi. Moja, usafi. Ndio kila siku. Kwa hivyo nataka kuona shughuli ya usafi inakwenda vizuri. Sijapata changamoto kwenye wilaya hii. Tunakwenda vizuri, tuendeleze hali hiyo. Lakini la pili, wajibu wenu mkubwa ni ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo tumejiona hili, mmepangiwa, lakini jingine kizungumze kwenye mapato. Mapato haya ndio yanajengea sifa ya kutoka nikuja hapa nikuta halmashauri. Lakini ndani ya mwaka mmoja na nikawa na ndoto kwamba kutoka halmashauri tunakwenda baraza. Alhamdulillah. Wale viongozi wa madiwani waliopita tumekwenda vizuri mpaka kufika hatua hii. Kwa hiyo na mimi imani yangu na ndoto yangu kuona baada ya mwaka mmoja au miaka miwili tunakwenda kuwa manispaa. Usinioe. Lakini nije kwenye swala la vibali vya ujenzi. Sasa hivi tukipita huko kuna watu wanajenga bila kuwa na vibali. Namshukuru mkurugenzi na timu yenu tunafanya kazi vizuri, lakini bado tuongeze kasi. Lakini kingine, leseni za biashara, maduka, biashara mbalimbali, watu wanakata hizo leseni. Jana tuliwa simu maeneo ya Jambiani, kuna mtu ana bangalo halipi kodi kokote, Jumatatu nitamwambia. Lakini kingine, waheshimiwa madiwani, wenye wadi zenu, lakini hata wale wa kuteuliwa ambao wanafanya kazi wilaya nzima, maana mjipange kuona kwamba nyinyi mnasaidiana na wenzetu huko kuibua haya mambo. Na kwa hili mheshimiwa mwenyekiti na mkurugenzi, yuko anakawa na baadhi ya madiwani, nimekuja na pendekezo. Nafikiri hali utaratibu wenu. Kila mwisho wa mwezi mimi nakutana na mheshimiwa shehe kila Jumatano. Lakini nimependekeza kila mwisho wa mwezi, Jumatano ya mwisho, waheshimiwa madiwani wote tuje kikao na masheha ili muyatoe ya kwenu, lakini pia tupokee kutoka kwa masheha, tushirikiane tuone kwamba mambo ya maendeleo yote. Kuna mambo kule si kama anagusa sheha, na wewe mheshimiwa diwani anagusa. Na maana yake ikifanya hivi, wabunge na wakilishi watapata taarifa kupitia kwa madiwani wao.